Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu ya barabara mijini na vijijini kwa kuzingatia viwango na vigezo vinavyolenga kuongeza usalama wa watumiaji wa barabara, ikiwemo uwepo wa njia maalum ya watembea kwa miguu. Hata hivyo, hivi karibuni Rais Dr. Mwinyi amekemea tabia ya baadhi ya madereva kuegesha magari katika maeneo yanayotengwa kwa watembea kwa miguu, akieleza kuwa kitendo hicho kinakwenda kinyume na dhamira ya serikali ya kuboresha miundombinu salama sambamba na kuhatarisha usalama wa wananchi. Sisi tunajenga vitu vizuri, tunaweka walkways zina rangi, watu watembee, watu wafanye mazoezi jioni. Kuna mtu anaenda kushusha pale mchanga, anaenda kushusha pale kokoto, pembeni anajengwa na alijenga. Sote tumekaa kimya. Basi lazima nifanye kila kitu mwenyewe. Hampiti, na mkipita mnaona, hamchukui hatua yoyote. Katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya ukaguzi wa miundombinu, Wakala wa Barabara Zanzibar ZANROADS imebaini matukio ya baadhi ya magari kuegeshwa katika njia za watembea kwa miguu, hali inayosababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara hizo na kuwafanya baadhi ya wananchi kulazimika kupita karibu na magari yanayotembea. Baadhi ya wananchi wameeleza masikitiko yao kuhusu hali hiyo, wakisema imekuwa ikiwajengea hofu kubwa na kuhatarisha usalama wao wanapotumia njia hizo. Ni kweli hili swala la kujenga maboresho ya barabara kwa upande huu ni kwa niaba ya miguu, sio niaba ya magari. Hii inatengeneza hatari kwa sababu mimi nitakapokuwa naingia barabarani tayari shakiuka sheria. Hata kama ni kigongwa, lakini mwenye makosa ni huyu alopaki gari. Kweli serikali imefanya jambo la maana sana kuweka hizi njia za kupita watu kwa miguu. Kwa mfano hapa mimi nimepita, macho yangu na matatizo, kama sijaona hii gari ikipita na basikeli basi ajali inatokezea hapa. Akizungumzia swala hilo, mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Barabara Zanzibar ZANROADS Mhandisi Widadi Ali amesema mamlaka hiyo haiwezi kufumbia macho vitendo vya kuegesha magari katika maeneo ya watembea kwa miguu, akibainisha kuwa ni kosa la kisheria na linaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu inayowekwa kwa gharama kubwa na serikali. Kuna gari hapo nyuma yangu ambalo gari hili kwa makusudi mazima limepaki katika walkway ya wananchi, na jambo hili limekuwa likipigiwa kelele, lakini bado watu wanaendelea na makosa hayo. Kwa mujibu wa sheria, dereva yoyote hatakiwi kuharibu miundombinu yoyote, ikiwa ni mtaro, ikiwa ni road sign, ikiwa ni chochote ambacho ni miundombinu ya barabara. Si dereva tu, mwananchi yoyote hatakiwi kuharibu miundombinu. Kwa hiyo wale ambao wana magari kwa makusudi wanapitisha kwenye drainage cover zile au katika walkway, hao ni lazima waadhibiwe. Pia nawasihi madereva kwamba wanalalamika sana kuhusiana na fine, lakini ukimwona huyo dereva hapo nyuma amefanya kwa makusudi, kwa sababu kila siku tunahimiza hili jambo kwamba wasipaki gari kwenye walkway, lakini yeye kwa makusudi amefanya hilo jambo, na huyu leo tutamwadhibu, na huyu hapa naye pia tutaondoka na vifaa vyake hivi ambavyo wameviweka hapa, na mimi litakuwa ni fundisho kwa wengine. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usalama wa Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar, ndugu Fadhil Juma, amesema wameendelea kutoa elimu kwa madereva juu ya umuhimu wa kutii sheria za usalama barabarani pamoja na kulinda miundombinu ya umma. Tumekuwa tunatoa taaluma kwa watumiaji wote jinsi ya matumizi. Tumewapa taarifa na taaluma wanafunzi na watu wengine, ili hili ndio eneo lao. Sasa inapotokezea dereva kuweka gari katika eneo hili, sisi tunachukua kwamba hilo ni kosa la uzembe, kwa sababu utaratibu uko wazi, na tunamchukulia hatua ya kumpiga faini ya papo kwa papo ya 349,500. Lakini si hilo tu, pia tunakwenda kumcheki uimara wake wa udereva. Je, bado anauelewa sahihi? Eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya matumizi ya kwenda kwa miguu hairuhusiwi kwa vyovyote vile katika eneo hilo kuweka gari. Kwanza, inawasababisha wale ambao wanatembea waweze kuepuka katika barabara hiyo, waingie barabara kuu na kuweza kusababisha ajali. Sio hiyo tu, lakini hata uimara wa eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kwenda kwa miguu halifanani na nguvu na uzito wa vyombo vya moto. Mfano hai kabisa, hii gari tumeikuta hapa nyuma imekaa katika eneo la kuweka eneo la kupita kwa miguu. Yeye ndo amefanya eneo la kupaki kwa ajili ya kupakia hivi viluva.
Kwa hiyo huyu tutamchukua siku ya leo, lakini adhabu atakayopata huyu manake itakuwa funzo kwa wengine ili wengine wasije wakarudia ama wakafanya kama haya. Ni vyema kila mwananchi kuhakikisha anatunza na kuthamini jitihada zinazofanywa na serikali sambamba na kuwa walinzi wa miundombinu hiyo ili iweze kubaki kwa muda mrefu na kuwanufaisha kizazi cha sasa na baadaye. Mimi ni Abdillahi Abdallah, mhariri picha Jabir Ridwan.